Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, leo tupo katika nambari 4 baada ya kueleza nambari 3. Nambari 4 nasema wayajibu, na ni wajibu, an yuslima at-tarkibu, kusalimisha mpandano wa mazungumzo, min ta'qidi al-ma'nawi, kutokana na uzito sabu, kutokana na uzito wa kimaana, kama tulivyopita nambari 3. Wa huwa an ya'mada al-mutakallim, nako ni kufanya kiasi mzungumzaji, ila ta'biri an ma'ani, ila ta'biri an ma'ani, katika kuzingatia kutokana na maana. Fayusta'malu fihi, basi hutumika ndani yake, kalimatin fi ghairi maaniha, maneno ambayo yasiokuwa katika maana yake, alhaqiqiyati, ya kihakika. Wakaendelea mashekhi zetu kutuambia katika kitabu chetu fayusia ikhtiyaru alkalimat, kwamba kunakuwa vibaya katika kuyachagua maneno, lilmaana, katika nini? Katika maana, alladhi yuriduhu, yale aliyoyakusudia mzungumzaji. Fayadhribu ta'biri, basi huleta mifano au huleta mazingatio, wayaltabisu amra, na kuvisha majambo au jambo, ala samii, juu ya yule ambaye anaisikia. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, anna kalmata al-lisanu, hakika tamko la ulimi au tamko la ulimi, hivyo ilitumia tutulaku ahyana, kwamba muda mwingine huachiliwa, wa yuradu biha al-lugha, na ukusudiwa ulimi huo ni nini? Lugha, kwa maana kwamba ni mazungumzo au ni matamko au ni maneno. Qala ta'ala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Hapa imetumika nini? Lisani ni ulimi, lakini haikusudiwi kwamba ulimi ambao ule wenye nyama. Hapa inakusudiwa kwamba ni lugha, mazungumzo, kwamba wama arsalna min rasulin, na tukupatapo kutumiliza kutoka kwa mitume au mtume yoyote, illa bilisani qaumi, isipokuwa kwa lugha ya watu wake. Ai, makusudio natiqan bilughati qaumi, kwamba anazungumza mtume huyo kwa lugha ya watu wake. Kisha mashekhe zetu wakaendelea kusema wa hadha isti'mal sahihun, kwamba na juu ya njia hii kuitumia ni njia sahihi, fasihun, na pia ni fasaha. Maneno yapi? Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi au qaumihi, hiyo bilisani, haya maneno ni sahihun fasihun, ni sahihi na fasaha, kwamba bilisani inachokusudia hapa ni natiqan bilugha qaumihi. Kisha akaendelea kutuambia fa idha stumila, basi pindi akitumiwa hivyo, al-insanu, huyo mwanadamu akitumia hadhihi kalimata, haya maneno, fil jasus, akitumia katika njia ya upelelezi, yani anataka kumweleza mpelelezi. Waqala, na akasema huyo mwanadamu kupitia maneno yake, batha hakim sanatihi fil madinati, kwamba amemtuma hakimu amemtuma hakimu
sanatihi, mpelelezi wake, fil madinati, katika mji wa Madina. Kana makhtuan, anakuwa mtu huyo mwenye kukosea. Makhtuan, mwenye kukosea. Kama mtu atatumia maneno haya, batha hakimu sanatihi fil madinati, kwamba amemtuma hakimu, mpelelezi wake, katika mji wa Madina. Maneno haya mtu anakuwa amekosea. Kwa nini? Wakana fi kalamihi, na pia anakuwa katika hayo mazungumzo yake, ta'qidun ma'nawi. Tunaita hayo maneno nini? Ta'qidu ma'nawi, kwamba yana ugumu katika maana. Yana ugumu katika nini? Maana. Wa min dhalika, na kutokana na hivyo, qaulu mri'i Qais, kauli ya bwana mmoja anaitwa Qais, fi wasfi farasi, katika kule kumsifu farasi wake. Kisha wakaendelea mashekhe zetu kutuambia kwamba kupitia maneno ya Al-Qais, maneno ya Al-Qais, kitazama Al-Qais alikuwa ni huwa ra'asun shu'ara'u al-jahiliya, alikuwa ni kiongozi mkubwa sana katika watu waimbaji mashahiri katika zama za kijahilia. Na huyu bwana alikuwa ni mtu maarufu sana, ukifuatilia taarifa zake. Na pia akawa anamsifia huyo farasi wake kusema kwamba wa arkabu, na nampanda fi rawi, katika hali ya amefezeheka, khaifanata, anakwenda taratibu, kasaa wajaha, umefunikwa uso wake, saafun muntashir, kwa nywele zilizomwenea. Haya ni mashahiri ya huyu bwana tuliyemtaja hapo nyuma, Qais, akawa ameeleza hivi. Kisha wakaendelea mashekhe zetu kutuambia al-khayfana fil asli, anaeleza kwamba tamko tulopita hapo katika asili ni jarada. Ni nini jarada? Jarada nazata tunawafahamu wale wadudu. Wayuridu biha, na anakusudia tamko hilo alfarasu khafifa, kwa maana kwamba farasi ni ule mwendo wa taratibu. Khafifa ni mwendo wake ule wa taratibu. Wa hadha la ba'asa bihi, na kutumia njia hii hakuna tatizo. Wa in kana tashbihi alfaras bijaradat, ni kama vile amefananizwa farasi wa nani? Wa jarada, kwa yule mdudu nzige mwendo wake. La yakhlu min sifa min dha'fi, kwa sababu kwenye hilo hawezi kuepukana na hii sifa ya udhaifu. Ndio maana ikatumika tamko ili la khaifana. Khaifana ni jarad, ni yule nzige. Wakaeleza mashekhe zetu utambia, amma wasfu hadhihi faras, hakika sifa za huyu faras, bi anna sha'ara nasiyatiha, hakika nywele
ambazo zilizomdondokea usoni mwake, tulun, ambazo zilikuwa ni ndefu, kasaafi nakhli yughati wajhiha, ni kama vile makoi yale ya mtende, makoi ya mtende yanavyoshuka chini yanafunika nini? Wajhi, ule uso wa nini? Wa mti wa mtende. Fa ghairi makbul, hili jambo si lenye kukubalika hilo. Kwa nani? Kwa falasa anachokusudia. Lianna maarufa, kwa sababu jambo lilikuwa lenye kujulikana inda arabi, mbele ya hao Waarabu, anna sha'ara nasiyati, aka nywele zilizokuwa nyingi, idha khatta ainaini, pindi zitakapofunika macho mawili, lam takun faras karim, huyu anakuwa farasi sio mtukufu kwao, hawamtukuzi farasi, anaonekanika hana faida, hana maana. Walam takun khafifan, na wala huyu farasi hawezi kuwa khafifu. Wa min ta'qidi ma'nawi, na kutokana na ta'qidi ma'nawi, bimaana kwamba uzito wa maana, qaulun abi Tamam, kutokana na kauli ya nani? Ya Abi Tamam, kauli ya Abi Tamam, au unaweza kumwita Abu Tamam. Huwa Habib anaitwa Habib ibn Aus, anaitwa Habib ibn Aus. Pia alikuwa huyu mmoja katika washahidi kadhalika. Beiti zake ndizo zipo hapa chini, tutakuja kuzileta inshallah. Naam, tunaendelea na kasida au mashairi ya Abi Tamam. Alisema kwamba jadhabtu, kwamba nimechukua nadahu, yale mazuri yake, ghudwata sabti, jadwa, kwamba asubuhi siku ya sabti, siku ya sabti, Jumamosi, takuwa Jumamosi, siku ya sabti, kwa hali ya kuchukua. Fakharra sari'an, kisha akapomoka katika ardhi, bimaana kwamba akapomoka kwenda kusujudu chini ya ardhi. Baina aidi qasaidi, kati ya mbele ya nini? Qasaidi, qasaidi, qasaidi. Hapo sijajua qasaidi, qasaidi anakusudia nini, lakini almuhimu ni hivi, fa innahuma sakata, basi hakika yeye lau angenyamaza, hata jaala karim mamduhu, mpaka zile sifa zake zile ambaye anayemsifia yeye, yakhiru sari'an, bimaana kwamba akipomoka au anapomoka katika ardhi. Wa hadha min aqbahi kalami, watu wa balagha watambia haya ni maneno mabaya, haya ni maneno mabaya ambayo hayana faida, hayakukaa katika mipango iliyosalimika na iliyopangika. Naam, tusimame hapa insha Allah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.